Na mpenzi msikilizaji, ni maoni mbele ya meza duara. Mimi naitwa Mohamed Khelef. Tunaelekea nchini Tanzania. Mwaka wa uchaguzi 2025 Oktoba umeanza sasa, au tuseme umeshaanza kwa mikiki ya kisiasa. Chama kikuu cha upinzani hasa upande wa Tanzania bara, Chadema, kinaendesha kampeni ambayo kinaiita bila ya marekebisho ya uchaguzi hakutakuwa na uchaguzi. Bila marekebisho ya mfumo wa uchaguzi na sheria zake hakutakuwa na uchaguzi. Wakati huo ndani ya chama hicho wako wale ambao wanaona kwamba huo si uamuzi wa busara. Tunajadili hivi leo sio tu kuhusu kauli mbiu ya Chadema, lakini pia makando yake yanayohusika ndani yake. Na mpenzi msikilizaji, tutakuwa kipindi hichi siku ya Alhamis leo tarehe 10 ya mwezi wa 4, ambapo taarifa ambazo zatujia kutoka huko nchini Tanzania ni kwamba kiongozi mkuu wa chama hicho, mwenyekiti Tundu Lissu, amekamatwa na jeshi la polisi hapo jana, na pia kwa muda mfupi alikamatwa pia makamu wake wa mwenyekiti John Heche, ambaye tunaambiwa taarifa ameachiliwa huru hivi sasa. Lakini mikutano ambayo ilikuwa iendelee hasa katika upande wa mikoa ya kusini imepigwa marufuku na jeshi la polisi. Nao hapa kwa njia ya simu Yeriko Nyerere kutoka akiwa Dar es Salaam Tanzania, naye pia Melissa Godlisten pia kutoka Dar es Salaam Tanzania. Tunaye Lukman Maloto kama mchambuzi huru na Toha Maipaya. Watatu hawa, Yeriko Nyerere, Melissa Godlisten na Toha Maipaya, ni watu ambao wana maslahi ndani ya chama cha Chadema, au tuseme kwamba ni makada wa chama hichi. Karibuni sana ungwana kwenye maoni mbele ya meza duara. Asante sana. Asante. Na kwa sababu ya yanayojiri hivi sasa tunapokuwa kipindi huko nchini Tanzania, tutabidi tuanze moja kwa moja kwanza kwa Toha Maipaya ambaye yuko Songea wakati kipindi hiki. Toha, najua kwamba upo katika pirika za kutoka Songea kwa Dar, lakini labda hili tutupeleke katika swali letu ambao ndio kubwa la leo, mgawanyiko ambao umo ndani ya chama chako baina ya nyinyi ambao mnaunga mkono sera au tuseme kauli mbiu ambayo imepitishwa na chama chako cha bila ya kuwepo marekebisho ya mfumo wa uchaguzi hakupaswi kuwepo na uchaguzi nchini Tanzania mwaka huu wa 2025. Hoja ambayo wakosoaji wenu wanasema katika hili kwamba hakika hiki ambacho kimetokezea kuanzia jana leo kielezea kwa nini wao walikuwa wanasema kwamba hamuna uwezo wa kuzuia uchaguzi. Ikiwa mnashindwa kuendelea na mkutano, mtawezaje kuzuia uchaguzi? Unasema kuhusu hili? Kwanza inatakiwa uelewe, ndugu mtangazaji, leo tulikuwa tuna mkutano mmoja kwenye kanda ya kusini, mkutano mmoja wa Songea. Jeshi la polisi limewachukua polisi kutoka wilaya zote za kanda ya kusini, mikoa ya Lindi, Mtwara pamoja na mkoa wa Ruvuma. Mkutano mmoja wa Chadema wanaweza kuwadhibiti kwa sababu watakuwa na polisi zaidi hata ya 2000 kadri ambavyo watahitaji kuwa na polisi wengi. Uchaguzi unafanyika nchi nzima. Vituo vya uchaguzi viko zaidi ya 200,000 karibia nchi nzima. Hawana polisi wa kutosha kusambaza nchi nzima siku ya uchaguzi kupeleka kwenye vituo watu tukiwapatia elimu, kwa sababu maeneo mengine kituo cha polisi, kituo cha kura, wanaosimamia uchaguzi ni mgambo. Ni swala la kuwapatia tu elimu wananchi. Hatukutaka kuleta matatizo na serikali huko nyuma. Tulienda kwenye uchaguzi tukahubiri amani kwenye taifa letu la Tanzania. Mimi ni muhanga wa uchaguzi wa Tanzania. Tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2020 mimi nilikamatwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi siku ya kwanza baada ya Chadema kutangaza utaratibu wa ndani wa kuchukua fomu na kurejesha. Nilikamatwa na jeshi la polisi, nikapelekwa gerezani Singida, nikakaa zaidi ya miezi 6 gerezani kwa makosa yenye dhamana, na serikali ikaninyima dhamana ili nisishiriki uchaguzi wa mwaka 2020. Tumezika watu kwenye uchaguzi huu. Tukisema bila mabadiliko ya sheria hatuwezi kushiriki uchaguzi kwa sababu hatuhitaji kuwageuza Watanzania kuwa mbuzi wa kafara. Kushiriki ni kitu, kauli yenu kwamba sio kuto kushiriki, ni kuzuia kabisa uchaguzi kufanyika. Ikiwa tukio kama hili limetokezea, mwenyekiti wenu anachukuliwa mbele yenu, mbele ya umati mkubwa, mnazuiwa kufanya mikutano yenu, hamwezi kuyatekeleza hayo, vipi Maipaya unaweza kuhoji kwamba mnaweza kuzuia uchaguzi? Nimekujibu. Kwanza, kwa sasa tupo hatua ya kwanza kabisa ya kutoa elimu kwa wananchi. Ukifanya fujo kwenye jeshi la polisi, kwa sababu polisi wanatafuta sababu, wanakuja kwenye mkutano wa hadhara, wanamkamata kiongozi wenu, mpige mawe polisi, muwatoboe macho, mwisho wa siku mikutano ifie hapa. Tutakuwa wavumilivu kwa kipindi hiki cha kutoa elimu nchi nzima. Tumetoa elimu nzuri, wananchi wanatuelewa tulikotoka. Tutatoa elimu nchi nzima. Tukija kwenye awamu ya pili, tutawaambia Watanzania sasa tunachukua hatua gani. Hatua ya sasa
tupo kwenye hatua ya kutoa elimu. Polisi hata watupige hatuwezi kureact kwa hatua ya sasa, kwa sababu bado malengo yetu hayajatimia. Bado tunaendelea kutoa elimu kwa Watanzania waelewe nini maana ya no reforms no election. Hizi zingine rasha za kawaida zitaishia njiani. Asante. Naam, tuje kwako Yeriko Nyerere ukiwa Dar es Salaam. Wewe ni miongoni mwa wale ambao wanaona kwamba uongozi wa chama chako unakwenda upogo unaposema kwamba unataka kujitenga na uchaguzi wa mwaka 2025. Haya ndio ambayo yanajiri hivi sasa, na haya ndio ambayo maumivu ya uchaguzi mnaipitia hii Chadema na wengine wapinzani Tanzania, si mwaka huu, si mwaka ule, miaka yote takriban. Kwa nini unadhani kwamba chama chako hakipo sasa kwenye na hatua ngumu na manzito kama hii ili kubadilisha mambo? Kwanza kwamba no reform no election, hiyo haibishaniwi. Kila mtu mwenye akili timamu ndani ya chama anakubaliana nayo. Jambo la pili ni kwamba uchaguzi huwa unaibiwa, kwamba chama tawala huwa kina mchakato mzima wa uchaguzi, na kwamba kwa miaka karibu 5-6 chaguzi 3 zilizopita hazikuitwa chaguzi, kwamba ni uchafuzi. Hilo halibishaniwi. Eneo pekee ambalo limekuwa tukisita na tukishauri pengine tufanye maboresho ili tufanikishe zaidi ni eneo linaloitwa kuzuia uchaguzi. No reform tunakubaliana inahitajika kweli, bila reform. No election inahitaji tafakuri kubwa zaidi. Kuzuia uchaguzi ni uamuzi ama ni hitimisho iliyokuja baada ya uongozi mpya kuingia. Uongozi wa awali ulikuwa kwenye mjadala huo wa no reform no election, haukufika hitimisho kwamba sasa hivi ndio hivi. Wakati tunakwenda kwenye mjadala huu, tuangalia kamati kuu ya mwezi wa 11 iliyokuja na maazimio ya kama 10, hakukuwa na kitu kinachoitwa no reform no election, ila kulikuwa kuna hizo agenda zinazoitwa kwamba lazima tutafute njia mbadala za kupambana na haya yanayotokea ya kuzuia uchaguzi. Sasa kamati kuu ya sasa na hii ni kamati kuu baada ya kwenda retreat kule Bagamoyo, ndio ilikuja na uamuzi huu rasmi. Kwa maana ya mwenyekiti alikuja kutangazia hivyo. Tunatakiwa kutafakari zaidi, tunapambana tukiwa nje ya uchaguzi ama tunapambana tukiwa ndani ya uchaguzi. Binafsi ninaunga mkono uamuzi wa chama, lakini ninashauri chama kisikilize maoni ya watu wengine nje ya uamuzi huo, na nimeunga mkono kwamba maoni ya G55 ni maoni au ni ushauri ambao pengine chama kikiusikiliza unaweza kuleta. Yaani haya yote tunabishania namna ya kufanikisha. Hakuna anayepinga kwamba yasitokee. Tunabishania yatafanikiwaje? Yatafanikiwa tukiwa hatushiriki uchaguzi. Kuna athari gani? Yaani kuna nini? Kuna mkakati gani ambao tunakwenda kuzuia uchaguzi? Ni mkakati gani umewekwa mezani? Bahati nzuri hili baada ya mshibuano mkubwa watu wanahoji mkakati gani. Bahati nzuri mwenyekiti wetu amekuja akatambia mkakati namba 1 ni kufanya maandamano. Katika kufanya maandamano siku ya pili amekuja Miraizi kwamba kuna mambo 6, anasema haya yakirekebishwa tutaenda kwenye uchaguzi. Nimeyasoma yale mambo, kwa sehemu kubwa aliyoyataja sio ya kisheria, ni ya utashi, kwamba ni swala kwamba watu wetu wasiuawe. Hilo swala sio la kisheria, ni uamuzi kwamba kwa nini wanauawa, kama kuna sheria inayoruhusu kuua watu wanaofanya uchaguzi. Kwamba aliyeshinda tangazo, swala halihitaji sheria, sababu hakuna sheria inayosema aliyeshindwa ndiye atangazwe. Hakuna sheria inayosema hilo, ni la kiutashi zaidi. Kwa hiyo ukiangalia masuala yote ambayo ameyareji mwenyekiti wetu ni masuala ambayo yanahitaji kauli, ili hali katika mtazamo wa kawaida wa kampeni yetu ni mabadiliko ya mfumo mzima wa kisheria na wa kikatiba. Sasa unaweza ukaona tunahitaji tafakuri pana zaidi. Halafu jambo lingine, uchaguzi ni mchakato. Kwa watu wasiojua, uchaguzi umeshaanza. Ulianza kwenye eneo la kuandikisha wapiga kura, ambalo bado sisi kama Chadema nataka eneo hili nalo lifanyiwe marekebisho, na ndio
sababu kuna uandikishaji uliokiuka sheria kwa kuandikisha watoto wadogo, kwa kuandikisha wanafunzi, nataka liendelee. Eneo la pili ambalo mchakato huu unatakiwa uanze ni vyama vya siasa kuagiza vifaa vya kiuchaguzi nje ya nchi. Hili ni swala la kisheria, sio la maamuzi tu, ni swala la kisheria. Sheria inataka ndani ya kabla ya siku 90 vyama vya siasa vile vimesha ingiza vifaa vyao nchini. Kwa maana ya mwezi wa 7 ndio mwisho wa vyama vya siasa vyote kuingiza vitendea kazi vya kiuchaguzi ndani ya Tanzania. Na hivi vifaa haviingii, vikishaingia vinakaguliwa kimoja baada ya kingine ili kukidhi matakwa ya kiusalama katika nchi sheria ya kiuchaguzi. Kwa maana hiyo vyama vya siasa vya Tanzania kwa sehemu kubwa vifaa vyao tunaagiza China. Ukiagiza ni miezi 3 ndio vifaa vije vifike hapa. Eneo pekee tunapozungumza sasa, ukichelewa huu mwezi wa 4 ukiagiza vifaa, manake vitakuja kufika mwezi wa 8 ambao hautakuja kufanikiwa kuvitoa bandarini. Kwa hiyo ni eneo muhimu. Eneo la 3 ambalo kiuchaguzi linaendelea kesho kutwa, vyama vya siasa vyote vinavyoshiriki uchaguzi vinatakiwa vikasaini kitu kinaitwa kanuni za maadili ya uchaguzi. Na hizi kanuni zipo zinasisitiza chama ambacho hakitasaini automatically kitakuwa kimetoka kwenye hakitashiriki uchaguzi. Sasa sisi tunaoshauri tunasema kwa sababu kuzuia uchaguzi ni mchakato na ni mbinu, ni vyema wakati tukiendelea na huu mjadala tusishiriki hizi tuende kama kiende kikasaini ile sheria. Kikisaini kitatoa room pale kampeni zitakapokuwa zimeanza. Vyama vyote vya siasa vinatakiwa vipeleke ratiba za kampeni. Chama ambacho hakipo kwenye mchakato wa uchaguzi hakitapata nafasi ya kukanyaga ardhi ya Tanzania kwa maana ya kufanya shughuli za kisiasa. Sasa tunaposhauri chama kikashiriki, lengo tukianza mchakato wa kwenda kuzuia uchaguzi tupate nafasi hiyo, kwa maana ya tutakuwa kwenye ratiba na viwanja vyote tutapewa hizo fursa, kwa sababu tupo kwenye ratiba ya uchaguzi. Kwa hiyo ni swala la kimkakati zaidi. Tunashauri jamani, tunataka tufanikishe hivi. Afishani swala no reform no election. Lakini Yeriko mtu akikusikiliza hivyo unavyovitaja masharti ambayo yanapaswa yatimizwe na chama, angalau haya masharti 4 ambayo umeyataja, ukisema kwamba hampingi msimamo wa chama wakati tunaelezea ufasaha kabisa kwamba haya ni mambo ambayo lazima yafanyike ili sisi kuweza kuingia katika kampeni ambazo zinaweza kuzuia uchaguzi huo, ni kama kusema kwamba tuingieni katika uchaguzi. Kwa hivyo si kweli kwamba hampingi msimamo wa chama kuto kuingia kwenye uchaguzi. Hatupingi. Ukisoma hata ule waraka unasema ushauri, na mwisho wamesema ikiwa chama kitakataa tutaendelea kuunga mkono uamuzi wa chama. Hii watu wengi wanajaribu kuzungumza lakini hawajasoma waraka. Mimi nimekusikiliza wewe mwenyewe sehemu ya wajio saini, lakini nimesoma. Mimi ninakusikiliza wewe ambaye umefafanua na umefafanua kwamba uchaguzi ni mchakato. Uchaguzi umeshaanza tayari kwa mujibu wa maelezo yako ambayo naamini ni sahihi kabisa. Uchaguzi kule umeshaanza. Uchaguzi si kile kitendo cha mwisho kupiga kura tu, ni vitendo ambavyo viko vingi nyuma yake, na vitendo hivi vyote utekelezaji wake ndivyo hatimaye vinahitimisha zoezi la mwisho la kupiga kura na kutangaza matokeo. Kwa hivyo unapovitaja vipengele hivi vya uandikishaji, kusaini maadili, ratiba ya kampeni, kuagizia vifaa vya uchaguzi na kadha wa kadha, vyote hivyo ukisema kwamba vitekelezwe kwa sababu ili viweze kuwapeni uhalali wa kuingia kwenye uwanja wa kampeni kuzuia uchaguzi, maana yake ni kusema kwamba unataka chama chao kishiriki uchaguzi. Tunasema hayo tukimaanisha kwamba bunge la bajeti linaendelea. Hatujui, inaweza ukashangaa ikapelekwa mswada ikapelekwa hati ya dharura ya kufanya amendment ya marekebisho, alafu mkashangaa tukaja kuambiwa mabadiliko yote tunayotaka tunapewa, alafu hatujajiandaa kwenye uchaguzi. Naam, asante. Tunamaanisha nini? Haya, nakushukuru sana Yeriko. Bila shaka nawe pia turudi kwako. Tuje kwako kwanza Lukman Maloto kabla sije kwako Melissa, maana Melissa najua nawe pia ni katika timu ambayo inaungana mkono na kauli ya chama kwa wakati huo. Lukman, nikuchukulie kama wewe ni mwandishi ndivyo ulivyo mwandishi na ambaye unaangalia mambo katika jicho la nje kabisa, nje ya mtu wa kwenye chama. Kipi ambacho unakiona katika hali hii ya sintofahamu iliyomo ndani ya Chadema hivi sasa
baina ya kushiriki na kutokushiriki, baina ya kuzuia na kutokuzuia, baina ya matakwa ya pande hizi mbili. Tanzania inasimama mahala gani? Ya, na kwanza nikushukuru. Mimi nalitazama hili jambo katika pande tatu, yani kama kuna pembe tatu hivi. Pembe ya kwanza ni Chadema ambao wanataka no reforms, ambao wanasimamia hii no reforms no election. Upande wa pili ni hao ambao tunawaita G55 ambao wao ukiwasikiliza vizuri hawaikatai no reforms no election. Na nilimsikiliza vizuri Mrema ambaye alikuwa mmoja wa kurugenzi Chadema, lakini sasa hivi amebaki kuwa hana cheo, ni mwanachama wa kawaida, akifafanua kuhusu no reforms no election. Yeye akasema kwamba tatizo lao lipo kwenye no election, na nadhani ndio hiki ambacho pia Eriko amekuwa akikifafanua au amekitolea maelezo kwa upana. Lakini pia kuna pembe ya tatu, ni hali halisi. Hali halisi maana yake tunapokuwa tunaanzisha jambo au tunataka kuanzisha vuguvugu au kampeni kama hii, tunataka kuachieve nini? Je, muda unatosha? Mazingira ni rafiki? Yote haya ni mambo ambayo yanapaswa kuangaliwa. Sasa kwa upande wa Chadema dhidi ya G55 ambao wote ni Chadema pia, kuna shida kwa sababu Chadema kumekuwa kuna kasumba ya kutokusikilizana. Watu wakiwa na mawazo fulani, mwingine akija na ushauri tofauti, badala ya kusikilizana wanaanza kupiana majina mabaya. Wanafanyana ile kitu anaita character assassination. Sasa hivi hawa G55 hawatafsiriwi kama ni wanachadema ambao wana mawazo tofauti ama yenye kujenga au yenye kuboresha wazo la no reforms no election. Wanatafsiriwa kwamba wao ni wasaliti. Wanatafsiriwa kwamba wao wamehongwa. Na tayari mimi nilisoma ujumbe ambao ulipostiwa kwenye account ya X ya mjumbe wa kamati kuu Chadema Godbless Lema, akiwatuhumu hawa G55 kwamba nyuma yao kuna watu wanafanya biashara tayari. Kwa hiyo ukimsikiliza Lema na kama utayaamini maneno yake, maana yake hawa G55 wa Chadema wana agenda yao ya hiyo no election walioifafanua, maana yake ina msukumo wa kifedha. Kwa hiyo wamehongwa. Sasa hii tabia inakuwa sio njema, na ndio kwa namna moja au nyingine imeifanya Chadema ifike hapa ilipo. Kwa sababu haiwezekani ndani ya Chadema watu wakatofautiana na ikawa tu kwamba kuna makundi au watu wawili wanasigana mawazo bila kuibuliwa kwa tuhuma za watu kuhongwa. Yaani leo hii hata Mbowe alivyoondolewa, mwenyekiti kashindwa kwenye uchaguzi, na ulikuwa ni uchaguzi huru wenye kuaminika na uwazi kabisa kuwahi kutokea, na kila mtu anasifu hivyo Chadema. Lakini mazingira ya kuelekea kwenye uchaguzi na kampeni zilizofanywa moja kwa moja zilikuwa zinamvunjia heshima kubwa sana Mbowe. Mbowe akaonekana kwamba yeye ni amelamba asali, Mbowe ameonekana kama anauza chama. Kwa hiyo chama kilikuwa kinahitaji mtu ambaye hauziki, hanunuliki, mtu ambaye ni msafi, yani kiongozi ambaye amekiongoza chama kwa takriban miaka 22. Ndani ya muda mfupi ikaonekana kwamba yeye ni mtu ambaye amekiuza chama. Kwa sasa inabidi muanze upya, kwa sababu mkishazungumza kwamba huyu mtu amehongwa na ndio alikuwa kiongozi wa juu wa chama amehongwa, maana yake mnataka sasa muanze upya na timu mpya. Sasa hii tabia sio njema, na ndio ambayo inakuja kuileta hii ya G55 na Chadema kutokuelewana. Ni kama kwamba unayesema Lukman Maloto kwamba mtafaruku ambao uliopo sahizi kwenye Chadema kuhusu agenda ya no reform no election ni masimbi ya uchaguzi uliopita wa Januari wa kumpata mwenyekiti wa chama hicho. Naam, kwa zaidi ya 80%, lakini pia kwa 20% kuna sababu tofauti ambayo nimeelezea ni ya kihistoria. Kwa sababu wanaopinga ambao wanaoita G55 kwa umoja wao wanaanza kutazamwa kama ni watu ambao walikuwa wanamuunga mkono Mbowe kubaki kwa mwenyekiti wa chama.
haiangaliwi hoja. Kwa hiyo ukianza sasa kumwangalia mmoja mmoja kwamba huyu alikuwa Timboe, huyu alikuwa Timboe, huyu alikuwa Timboe, badala ya kutafakari hoja, lazima kutokee mambo ambayo sio ya kuelewana. Na haya mambo mengine yanasababisha pia na mwenyekiti wa chama mwenyewe. Mimi nimewasikiliza wale G55, sababu yao waliandika kwanza waraka wakaupeleka kwenye chama, hawakuweka wazi. Kwa maudhui ya kilichoandikwa umma ulikuwa haujui, lakini wakasema kwamba waliamua kutokeza hadharani kuzungumzia baada ya mwenyekiti wa chama kuanza kujibu baadhi ya hoja. Sasa mwanachama anatuma barua kwa katibu mkuu wa chama, wewe mwenyekiti na katibu mkuu mnausoma, badala kuwaita wanachama wenu mzungumze, mwangalie je wana hoja za msingi kiasi gani. Pengine kuna hoja za msingi ndani ya G55, pengine viongozi wa Chadema ambao wanasimamia no reforms no election wanaweza kuwa ndio wenye hoja nzuri zaidi, kwa hiyo wakawashawisha G55 kuachana na mawazo yao, lakini waliitwa, mnaanza kupeleka ya mambo kwenye umma. Lakini kama nakumbuka vizuri, kwa maana waliitwa, kulikuwa na mkutano ambao ulifanyika baina ya watiania na mwenyekiti. Hiyo ilikuwa ni watiania na viongozi wa chama. Ndio. Tunazungumzia waraka huu ambao uliandikwa na G55 kwa sababu viongozi hawakuwaita G55. Okay. Waliwaita watiania. Lakini hoja za watiania na hoja za G55 hazipishani, ni zile zile. No, mimi nafikiri kuna hoja tofauti. Kuna mtu mwingine ni mtiania lakini bado anasimamia kwenye no reforms no election kama ilivyo. Kuna mtu lakini G55 wao wanajitenga na msimamo wa kwamba uchaguzi usiwepo. Hivi hoja ni mbili tofauti. Nilikuwa napenda tueleweke hivyo. Naam. Sasa kwa mimi ufafanuzi wangu hapo, ndugu yangu Mohamed, mwenyekiti wetu, ni kwamba inatakiwa Chadema watengeneze utaratibu wa kusikilizana wao kwa wao kwanza. Na kuheshimiana. Kwamba sio kila siku watu watawaza mawazo ya aina moja. Watu lazima watofautiane. Kwa watu wakitofautiana, sio vibaya kukaa chini na kuzungumza. Haiwezekani kila siku watu wakitofautiana basi wao wanakuwa ni wasaliti, wao wanakuwa wamenunuliwa, wao wanakuwa ni watu ambao wamelamba asali na majina mengine mabaya kama hayo. Na hiyo ndio ambayo imekuwa historia ya Chadema. Asante. Chadema ni chama kikubwa sasa. Naam, nakushukuru. Kama chama kikubwa, bila shaka najua kwamba tumeweka muda mrefu sana Melissa na ana mengi ya kuzungumza. Melissa, uko nasi bado? Haya, wewe najua au tunakuona kupitia maandishi yako, na bila shaka kabla ya hapo ulikuwa umesimama katikati ulivyokumelisha tamko lako lile kabla ya kufanyika uchaguzi ndani ya chama, lakini baadaye mambo yamekuja na umekubaliana na mabadiliko ya chama chako na umekuwa na msimamo kwamba msimamo wa chama kama unavyokuelewa vizuri wa no reform no election, bila kuwepo mabadiliko ya kimsingi kwenye mwenendo na mfumo wa uchaguzi, hakupaswi kuwepo na uchaguzi nchini Tanzania, ni msimamo sahihi na kwamba unapaswa utekelezwe kama ulivyo. Haya yanajiri hivi sasa tunaporekodi kipindi hiki, mambo mengi yametokezea, kambi zimezunda na chama chako na viongozi chama chako, kiongozi mkuu wa chama chako amekamatwa hivi sasa na mingine kadha wa kadha yanakuja. Yote haya yanakupa picha gani ndugu yangu Melissa? Asante Mohamed. Haya yananipa picha kwamba mambo mawili. Ndani ya chama na nje ya chama. Nje kwanza nje ya chama. Nje ya chama yanatoa taswira kwamba falsafa ama kauli mbiu ya chama ya no reform no election ina kila sababu ya kuunga mkono na kila mtu mwenye akili timamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu no reform no election, falsafa hiyo nyuma yake imebeba dhana ya kwamba serikali na CCM na chama kinachounda serikali hakijawa tayari kuweka mazingira huru na ya haki na ya usawa kuelekea uchaguzi. Sasa kitendo cha kumkamata mwenyekiti wa chama na baadhi ya viongozi wengine na kuvuruga mikutano inayoendelea kwa sasa inadhihirisha hayo madai ya kwamba CCM na serikali yake hawajawa tayari kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo haya yanayoendelea kwa maana ya nje ya chama yanatoa uthibitisho usio na shaka kwamba CCM hawajawa tayari kushiriki uchaguzi wa haki, uchaguzi wa usawa na uchaguzi ambao uko huru. Na kuna kila sababu
ya kuendelea kupigania hiyo haki, kwa sababu hiyo haki haitolewi kama zawadi na CCM. Hiyo no reform no election, kwa wale ambao walikuwa wana mashaka na hiyo kauli mbiu, bila shaka kitendo cha mwenyekiti kukamatwa inawafanya sasa mashaka yao yaweze kuondoka. Waliofikiri kwamba CCM itabadilika, kwamba katika mchakato wa uchaguzi CCM inaweza itavaa koti la malaika, itaacha kuvuruga uchaguzi, itaacha kukamata watu, polisi wakaacha kutumika kupiga watu, kuwaweka rumande, na wengine kusingiziwa kesi, na wengine mpaka vifo vinatokea, mpaka kifo cha binti Aquilin na wengine. Kama kuna watu walifikiri CCM na serikali wamebadilika, wanapata sababu ya kuamini CCM na serikali hawajabadilika. Kwa maana hiyo sasa, no reform no election is a must. Bahati mbaya kuna watu wana tafsiri kidogo kauli mbiu bila tafsiri sahihi. No reform no election sio kauli mbili, ni kauli moja. Nimesikia hata ndugu zetu wa G55 wakizungumza, wakitamka kama kauli mbili, kwamba tunakubaliana na no reform lakini hatukubaliani na no election. Sasa hii kidogo inaleta shida na ukakasi kwa mtu mwenye akili timamu, mwenye fikra za kutafakari mambo. Kwa sababu gani? Tafsiri ya no reform no election haimaanishi hapana uchaguzi, hapana mabadiliko, au hapana mabadiliko, hapana uchaguzi. Hapana, inamaanisha bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Yani ni sawa na kusema bila tairi haiwezi kutembea. Hata wewe kusema mimi gari kutembea na kukubaliana nalo, lakini tairi hii sikubaliani nayo. Hapana, ni kauli moja. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Automatically huwezi kuigawa hiyo kauli ukasema unakubaliana kipande A unaacha kipande B. Kwa hiyo ili kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa mabadiliko hayo yakifanyika hiyo yatazaa kitu kinachoitwa uchaguzi. Kwa hiyo hata ndugu zetu wa G55 kama watakubali mabadiliko, wanasema tunakubaliana mabadiliko lakini uchaguzi hapana, tunaweza kwenda kwa uchaguzi. Hiyo sio tafsiri halisi hiyo kauli mbiu. Tafsiri halisi ni kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa hiyo kama unataka uchaguzi, fanya mabadiliko kwanza. Mabadiliko hayo sasa ni yapi? Yapi ya sheria, yapi ya siasa, yapi ya mifumo. Serikali ya CCM kupitia mabadiliko yaliyofanyika juzi kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi imejitetea kwamba kuna mabadiliko kadhaa yamefanyika. Lakini mabadiliko hayo hayana sasa tija kwa upande wa chama vyama vya upinzani, hususan Chadema. Kwa mabadiliko hayana tija kwa sababu gani? Kwanza, kuna baadhi ya wasimamizi wa uchaguzi ambao bado ni watumishi wa umma katika nafasi za juu za uongozi, na wakurugenzi wameondolewa kusimamia. Lakini pia hata utaratibu wa uchaguzi wenyewe unavyoendeshwa pamoja na wasimamizi wa usaidizi bado hautoi mazingira ya ushindani wa usawa na haki. Kwa hiyo hayo mabadiliko bado yanapiganiwa. Mabadiliko mengine ni ya kisiasa. Mabadiliko ya kisiasa tunayaona kwa sababu leo kwa mfano viongozi wa CCM wamezunguka nchi nzima, wanafanya mikutano, polisi wanawalinda. Na inafika mahali viongozi hao wanatoa maelekezo kwa polisi. Tumeshuhudia kama mwenyekiti wa CCM taifa Stephen Wasira akitoa maelekezo kwa jeshi la polisi, na jeshi la polisi linatii kupiga saluti. Lakini unasahau hiki ni chama cha siasa kama hiki Chadema. Leo kiongozi gani wa Chadema anaweza kutoa maelekezo kwa polisi wakasikiliza? Kwa lazima tunanisha hizi kofia. Kwa bado kama CCM imejifanya kuwa chama dola kwa ajili ya kusimamia maslahi yake ya kukandamiza vyama vingine. Yako mabadiliko mengine ya kimfumo. Hata tunatakiwa kuidetach serikali na CCM. Hata kama CCM inaongoza serikali, kwa maana ndio kama dola inaongoza serikali, lakini lazima hizi kofia zitenganishwe. Leo akizungumza kiongozi serikali na kiongozi CCM, huwezi kuona tofauti. Sasa mabadiliko yote hayo, ndio ndio nasema tunataka mabadiliko haya yote yakifanyika tuweze kwenda kwenye uchaguzi, ili watu wetu wasiuawe tena, watu wetu wasifungwe tena, tusipate sababu ya kufurahia ubunge kwa damu za watu. Kwa hilo tutaliunga mkono, na naamini wanachadema wote wanaunga mkono. Sasa mtazamo wa ndani ya chama umegawanyika, na umegawanyika unabebwa na maumivu ya uchaguzi. Kuna post election trauma. Uchaguzi mkuu huu ambao ndani ya chama ulikuwa na makundi matatu. Kundi la kwanza liliunga mkono Mheshimiwa Tundu Lissu,
kundi lilomuunga mkono Mheshimiwa Freeman Mbowe kama kundi la pili, na kundi la tatu la watu walioamua kuwa huru na kuwa katika mazingira ambayo yanaweza kuwafanya wawe na mawazo huru bila kutegemea upande wowote. Sasa bahati mbaya hili kundi, haya makundi mawili, kwa kundi la Mheshimiwa Freeman na kundi la Mheshimiwa Tundu Lissu, bado hayajatibu majeraha. Paswa mimi katika press nilipofanya kabla ya uchaguzi nilisema uchaguzi ukikamilika panahitajika kufanyike post election mediation na reconciliation. Na mwenyekiti aliyeondoka madarakani aliyestaafu Mheshimiwa Freeman Mbowe alitoa usia wake, akasema majeraha haya yaliyotokana na uchaguzi yatibiwe. Ni bahati mbaya kwamba majeraha hayajatibiwa. Kutokutua majeraha sasa kumesababisha hayo makundi kila moja limuone mwenzake kwa hasimu na yaanze kushambuliana na kuhisiana vibaya. Ndugu Maloto ameeleza vizuri hapa kwamba kwa hali inayoendelea ndani ya chama sasa hivi unakatika sana. Ulikuwa unasema hali inavyoendelea ndani ya Chadema hivi sasa, alafu kwa hapo sikupata tena. Bora ukate ile alafu akuite tena fundi mitambo. Tutakupata dakika moja iliyobakia. Haya, asante. Haya, tunaelekea mwisho bila shaka, na Melissa ametupotea kidogo kwa sababu ya simu yake na matatizo. Ataita tena baadaye kidogo, lakini wakati tunaelekea mwisho Twaha Mwaipaya bado ibaki kwenye simu, umeshaondoka? Nipo kwenye line. Asante. Umesikia yote ambayo amezungumza wewe, ambaye umetufungulia. Kwa hivyo tupe kauli yako ya mwisho kabisa. Mnasimamia mtazamo wa kutokuwepo kwa mabadiliko, kutokuwepo uchaguzi kama kuna mabadiliko katika mfumo wa maendeleo ya uchaguzi katika nchi yako. Una sehemu si ndogo ya watu pia wa chama chako, wengine ni watia nia, wengine ni viongozi wa zamani ambao wanaona kwamba hampaswi kwenda msimamo huu, mnapaswa angalau kurekebisha mambo ili muweze kusonga mbele. Unasemaje kauli yako ya mwisho? Asante. Tumetoka kwenye uchaguzi wa mwaka 2019 uliokuwa chini ya Magufuli. CCM ulipola ule uchaguzi na wagombea wote wa upinzani wa serikali ya mtaa waliambiwa kwamba hawajui kusoma na kuandika. Tukaenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2020, CCM ikapola uchaguzi, ikamtangaza mbunge mmoja wa Chadema mpaka sasa, Aida Kenani. Magufuli Mwenyezi Mungu akamchukua, amekuja Samia, tukasema wenda Samia inawezekana akawa tofauti na Magufuli. Tumekwenda kwenye uchaguzi wa serikali ya mtaa mwaka 2024. CCM imefanya kile ambacho kiliasisiwa na Rais John Pombe Magufuli. Leo hii tunavyozungumza, walipita bila Dar es Salaam peke yake yenye mitaa zaidi ya 506, waliacha wagombea wa upinzani zaidi ya 136, wakakata wagombea zaidi ya 500 na kitu. Leo hii ukisema twende kwenye uchaguzi wa mwaka 2025, watu wameuawa kwenye uchaguzi kama kwenye uchaguzi wa serikali ya mtaa wameua watu 3: Tunduma, Ukonga na Manyoni. Utuswage kama mbuzi wa kafara kuelekea tena kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Kwanza ni kujisimamia. Kwa hiyo hoja yetu ya kusema bila mabadiliko kuzuia uchaguzi huu ni kuzuia Watanzania wasiendelee kufa tena, kuzuia vilema visiendelee kwa Watanzania tena, na kurudisha morali ya uchaguzi, kwa sababu uchaguzi uko huru na haki. Morali ya wananchi kujitokeza kwenda kupiga kura itaongezeka. Sasa hivi wachaguzi, hamasa kujitokeza kwenye uchaguzi kwenda kujiandikisha na kupiga kura imepungua, kwa sababu wanaona hata wakienda kujiandikisha mtu ambaye wanamtaka hawezi kutangazwa. Kwa hiyo sisi tutaendelea kutoa elimu hii. Watatuweka magerezani, tumezoea, watatukamata, watatuteka, kwa sababu hatuwezi kuwa wa kwanza, lakini mioyo yetu irazi sana kuifia nchi yetu. Kuzuia uchaguzi huu ni kuzuia mauaji, na hii ni baraka hata mbele ya Mungu. Asante sana. Asante ndugu yangu Twaha Mwaipaya. Nije kwako Jeriko Nyerere. Nini kifanyike kwa mtazamo wako katika siku hizo bakia baada ya yote ambayo yamejiri? Mna chama mkononi ambacho mnapaswa mkisimamie, lakini pia mna nchi ambayo mnataka kuipigania. Kwanza kabisa niseme wote tunakubaliana kwamba tunahitaji mabadiliko, tunahitaji mageuzi. Mzunguko huu wote tunachobishania tunafanyaje ili kuzuia uchaguzi kwa mujibu wa agizo la chama au kauli ya chama kwamba tutakwenda kuzuia uchaguzi. Sio tutashiriki uchaguzi, tunakwenda kuzuia. Tunakwendaje kuzuia? Hili ndilo jambo ambalo pande zote zinasikiana. Ukiangalia wote wanakubaliana kwamba bila mabadiliko, bila uchaguzi. Sasa bila uchaguzi hapa tunakwendaje kuzuia uchaguzi?
uchaguzi tumesema tunakwenda kuzuia kwa maandamano. Ni jambo jema. Turejee nyuma, watu wetu tumewaandaa kweli kwa maandamano, na ukiangalia tunazungumza manake tunazungumza maandamano siku ya uchaguzi kama alivyotangaza mwenyekiti wetu. Ni siku nadhani leo tupo mwezi wa 4, tuna siku kama 6-7 hivi za kwenda kutekeleza hicho tunachokifikiria. Tumewaandaa watu wetu kiwango gani cha kuweza kuzuia uchaguzi. Kama hilo halitoshi, je, kuna mbinu nyingine mbadala ya kuzuia uchaguzi ili tuhakikishe mabadiliko tunayapata? Ukiangalia maazimio ya Baraza Kuu ya mwezi wa 10 mwezi wa kwanza tarehe 20 kabla ya uchaguzi, yaliainisha vizuri sana mambo gani yanatakiwa tuyafanye kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025. Na pengine kama utaniruhusu nitasoma, sijui kama muda utatosha, lakini ilikuwa ni nzuri sana tungejielekeza kwenye maazimio haya ya Baraza Kuu ambayo yalipitishwa na Baraza Kuu, yaliletwa na Katibu Mkuu, yakapitishwa na yakawa ndio maazimio, ndio mwelekeo wa chama. Bahati mbaya walipokwenda kwenye retreat wakaja na hiki kinachoitwa tunaenda kuzuia uchaguzi. Labda kwa sababu ya muda utuambie tu nani Yeriko, kipi ambacho kinatofautiana baina ya kimo kwenye maazimio ya Baraza Kuu na ambacho kimetoka baada ya retreat? Japo kimoja au viwili, muda umemalizika. Baraza Kuu liliagiza kwamba chama kianze maandalizi ya uchaguzi, na lilieleza kwamba maandalizi hayo yaende sambamba na kushiriki zoezi la uandikishaji wa wapiga kura na mchakato mingine. Na wakavuka wakasema kwa sababu ya kuona haya yanayotendeka kwenye uchaguzi zingine, wajaribu kuyaunganisha makundi yote, watafute mbinu, makundi ya kiharakati, makundi ya viongozi wa dini na maeneo mengine yanaweza kusababisha haya mabadiliko, na wakaweka kwamba aidha twende tufungue kesi mahakamani. Hili nadhani hata mwenyekiti alishawahi kulizungumza kabla hajaja na ile ya maandamano, aliwahi kulizungumza kwamba tutakwenda kufungua kesi mahakamani. Ni jambo jema sana. Kwa hiyo mimi nadhani maandamano tu peke yake hayawezi kuzuia au hayawezi kuleta mabadiliko tunayoyataka. Nadhani tuongeze kingine. Tukiweka maandamano twende na kitu kingine cha ziada. Sio inaweza kufungua kesi katika mahakama za kimataifa, sababu mahakama za ndani hizi si sehemu salama ya kuleta majibu juu ya mfumo wetu wa nchi. Tunaamini mahakama zetu sio sahihi. Asante. Nadhani tunaweza tukakini kwa maana ya maandamano sioni effect yake, sioni matunda yake ya haraka. Ilishawahi kuitisha maandamano ya wanaharakati nje ya vyama vya siasa, hayakuleta matunda. Tumejaribu kuitisha maandamano kama chama cha siasa, hayakuleta matunda sahihi sana. Badala japokuwa yalikejeliwa sana, lakini naona tunahitaji tuongeze mkakati mpya. Naam, asante sana Yeriko. Bahati mbaya sana, sikitika kwamba muda umeisha kabisa. Kwa hivyo hatakuwa na nafasi kwa Lukman Maloto na kwa Melissa ambaye simu yake ilikatika hapo kabla, na ombe radhi sana. Lakini msikilizaji wetu, kwa hakika tumekuwa na mjadala mzito hapa kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania, pale ambapo chama kikuu cha upinzani upande wa Tanzania bara au upande wa Tanzania bara Chadema kikiendelea na kampeni yake ya kupigania mabadiliko ya uchaguzi au kutokuwepo kabisa katika uchaguzi mwaka 2025, na huku kukiwa na mpasuko ndani yake na pia baadhi ya viongozi wake wakiwa wanakamatwa na serikali. Naitwa Mohamed Khelef, kwaherini hadi mara nyingine.